Viongozi wa kidini na wa kisiasa wamezidisha rai za amani na utangamano wa kitaifa wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya Eid al-Fitr, huku waumini wa dini hiyo wakitangamana katika misikiti mbalimbali nchini kwa swala na kisha baadaye kujumuika na jamaa katika kusherehekea sikukuu hii inayoashiria kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwanahabari wetu Quinto Wafula ameandaa mseto wa Idi. Tazama. Maelfu ya waumini wa Kiislamu walijumuika katika misikiti mbalimbali mapema leo wakiadhimisha kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, jumbe zinazopigia debe ustawi wa taifa zikiteka anga. Katika kaunti ya Mombasa, Waziri Ali Hassan Joho na gavana wa Mombasa Abdulsamad Sherif Nasir wameshinikiza haja ya umoja wa kitaifa, haswa katika kipindi hiki ambacho ndio mkoko wa siasa waalika maua. Utu ndio udugu wetu, so aliyo Muislamu asiyo Muislamu, sisi wote ni kitu kimoja na tunafaa tupendane na tuheshimiane. I don't think ni cheche ambazo kwamba za kuweza kuchoma nchi. Let us not go into that direction. Na la msingi ni kwamba tunataka kuona muungano baina viongozi wote ili tuweze kuona maendeleo katika nchi hii. Katika kaunti ya Kwale, waziri wa masuala ya vijana Salim Mvurya amesifia utulivu ambao umeshuhudiwa katika eneo hilo msimu wa Ramadhan, huku akitoa rai kwa utulivu huo kuzidi kuteka anga. Tusherehekee Idi tukiwa bado tunaendelea na misingi ya kidini. Tusiende kusherehekea tukakiuka zile itikadi na misingi ya kidini. Kwingineko Embu, Sheikh Ibrahim Shaban aliwahimiza viongozi wa kisiasa kuendesha kampeni zao kwa heshima na kuzingatia ajenda za maendeleo badala ya mashambulizi ya kibinafsi. Wito sawa ukitolewa na naibu mwenyekiti wa muungano wa Waislamu katika kaunti ya Kisumu, aliyewahimiza wanasiasa kukoma kurushiana cheche za maneno ya chuki na badala yake kuhimiza mshikamano wa kitaifa. Kutaka mamlaka tuweze kutumia lugha nzuri ambayo inavutia jamii. Ikiwa ulikuwa umekosana na mtu fulani, leo uchukua fursa huu uende uombe msamaha, kesho muanze ukurasa upya. Katika kaunti ya Isiolo, viongozi wa jamii wametaja nia ya viongozi kupunguza cheche za maneno, wakitaja kuwa huenda hulka hiyo ikatishia umoja wa kitaifa. Kishatokea vita, watu watakosa yale maendeleo na amani yale ambayo waliokuwa wakiyatarajia. Faida yoyote ambayo sisi napigana, nasema tusitafautiane juu ya nini, kulumbana, kujibishana, maneno mabaya wawache. As the head of the state, he is supposed to always about national unity. It's about cohesion. Na tukiachana na hayo, Rais